lifikishe hili neno kwa kila na mtu katika jina la Yesu Kristo. My brother, my sister here, I urge you in the name of Jesus Christ kwamba kutoka hapa, kwa sababu unaenda kujifunza na kujua mambo yachukizayo kwa Mungu, mambo yaliyochukizwa kwa Mungu, usinyamaze nalo, lifikishe kwa watu wengine. Kuwa ambassador wa kufikisha ujumbe kila taifa, kila sehemu. Yule rafiki ambao unakaa naye, unafanya naye biashara, yule rafiki ambao unasoma naye, yule rafiki ambao unaabudu naye na hajajua kweli. Kuna watu ambao tunatangamana nao katika maisha ya kila siku. Kuna watu nao safiri nao katika gari kila siku mpaka wamekuwa marafiki zetu. Naomba jameni, wasielekee kuzimuni bali waingie mbinguni katika jina la Yesu Kristo, kwa kuwa wewe ukuwe mwalimu kwao, kwa maana wote tumefanyika kuwa walimu, wote tumefanyika kuwa watumishi, so that hakuna awaye yoyote atakayeingia kuzimu, kwa maana sisi ndo watumishi tuliotumwa katika jina la Yesu Kristo. As far as you have heard this word, kuanzia leo, kwa sababu umelisikia hili neno, kuwa mwalimu. Kuanzia leo, kwa sababu umelisikia hili neno, litumie, lifundishe na wengine wakapate kujua katika jina la Yesu Kristo. Na swala la kwanza ambalo ni chukizo ambalo tutakuwa tunaangalia, nimesema kwamba world haircut kwa Kiswahili ni mitindo ya kunyoa nywele katika dunia ya sasa. World haircut. So world haircut tutakuwa tunaangalia katika kitabu cha Leviticus, Walawi, mambo ya Walawi katika lugha ya Kiswahili, mambo ya Walawi, mlango ni wa 19 mstari wa 27. Ni kitabu cha 3 ukifungua tu Biblia kama wewe ni mgeni wa Biblia. Ni mlango wa 19 mstari wa 27. Kama mtu amepata anaweza tusomea kwa jina la Yesu Kristo. Naweza soma katika thank you, tusomee mambo ya Walawi ama Leviticus 19 verse 27. Rudi, naomba urudie. Amen. So tunaambiwa vizuri kwamba you not round the corners of your head, neither shall thou mind the corners of thy beards. So tunaambiwa vizuri katika mitindo za kunyoa, hizi mitindo zote ambazo zimetokea za kigeni tunakatazwa, kwa sababu unapata mtu, hata unapata wachungaji siku hizi amenyoa tenge, yani ananyoa pembe sehemu moja alafu anaacha katikati nywele. So unapata kwamba tunakatazwa tusinyoa tenge, tusikuwe tuna dream nywele zetu. That is what the Bible is saying to us. So ni vizuri sana tujue kwamba mitindo zinazotokea migeni zina adhari zake, kwa maana walikuwa wanafanya zile zamani kunyoa tenge na nini kwa sababu ya ibada fulani kwa miungu. So sijui saizi wewe ukinyoa tenge wanyoa tenge kwa sababu gani, kwa mujibu gani, kuna ibada gani unataka kuifanya? Na itakuwa vizuri kwa sababu Biblia inatuambia kwamba hayo kama utakuwa unayafanya hayo yatakuwa chukizo kwa Mungu. Si vizuri kunyoa tenge. So Bwana akusaidia sana leo kwamba kuna watu wanaenda kuchora love kwa vichwa vyao, wanaenda kuchora alama tofauti tofauti katika vichwa vyao. Kuna wengine wananyoa zile ambazo zinaitwa 2K laini. Kuna laini hizo mbili ambazo ishara zake zimetokana na ile society ya Freemason and Illuminati ambao walitoa na ile sababu, kwa sababu kila umbile wanalolitoa ama kila mchoro wanaotoa umebeba maana ndani mwake. Hakuna mchoro wote ambao unatokea pasipo kusudi. Kila mchoro unaotokea umebeba maana na umebeba kusudi fulani. So you may from today anza kujua ni kwa sababu gani wanyoa hivyo, kwa sababu gani. So ni vizuri ukatengeneze nywele yako kwa uzuri. Kama unanyoa, inyoe kiwango kwamba inabakia level moja, hauna madoido yoyote katika unywele wako, alafu itakuwa baraka katika jina la Yesu Kristo, ili usije ukahukumiwa. Kwa maana katika kunyoa mitindo zinaashiria kwamba kuna kitu ambacho unakiabudisha ama kuna kitu ambacho unakimaanisha, na ndipo unakuja kuona kwamba every biashara fulani ziko na logo, ama unapata kwamba every ministry iko na logo. Unapata kuna kila shule iko na logo yake.
So wewe ukinyoa tenge ama ukinyoa ukaweka alama fulani kama ile 2K ambazo ni laini mbili kwa kichwa chako, imebeba maana. So ina simplifies katika ulimwengu wa shetani kwamba wewe ni mmoja wao. So ni alama inayoashiria kwamba wewe na wao ni kitu kimoja. Bwana Yesu akusaidie sana leo ukafahamu na ujitenge na vitu vifananavyo na hivyo katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili ambalo tutaliangalia ambao ni ambapo ni chukizo mbele za Mungu, ni jambo la pili linaitwa tattooing. Tattooing kwa Kiswahili ni kuchora ama kuchanja chali. So unapata kwamba kuna watu ambao mpaka sasa wanachanja chali na wanafanya michoro katika miili zao. Umeweka tattoo ya love, umeweka tattoo ya mpenzi wako, umeweka tattoo ya jina la mtu ambaye unampenda ama na nini. Hivyo vyote tunakatazwa. Biblia imesema kwamba tusichanje chali katika ile mambo tu ya Walawi mlango wa 19 mstari wa 28 ambayo inasema nini? Msichanje chali yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wavu, wala msiandike alama milini mwenu. Mimi ndimi Bwana. So Bwana Mungu asema nini? Bwana Mungu asema kwamba tusichanje chali. Tusichanje chali. Kuna watu ambao zamani zile hawakujua wako na fahamu yoyote, walipeleka ugangani wakachanja chanja mili zao. Ukipata kuna watu wako na alama kwa shingo zao, hata kwa mapacha sehemu zao za siri, wakaekewa madawa. So ukaokoke kama ulifanyiwa hivyo na huku waifanyiwa deliverance, tafuta Bwana akakuokoe katika jina la Yesu Kristo, kwa maana kuzimu itakuwa inakungoja, kwa maana wewe na wao kuna partnership, partnership katika ule ufalme. So Bwana akusaidie sana leo, kwa sababu ya hili fundisho ni kwamba ukajinasue mapema kabla ya hukumu kukufikia katika jina la Yesu Kristo. So neno la Bwana limetuambia kwamba msichanje chali wala katika nyama ya mili zenu kwa ajili ya wafu. Kuna watu wanafanya hivyo kwa ajili ya wafu, so kumaanisha hili swala lilikuwa linafanyika kwa kusudi fulani. Ndivyo nimesema kwamba itakuwa vizuri tuangazie ni kwa nini tunalifanya jambo. So tunakatazwa tusichanje chali wala tusichore michoro katika mili zetu. Na unapata binti zetu, ndugu zetu siku hizi, kwa sababu ya ujana, ni kwa sababu mwenzako pia pressure, unapata mwenzako amechora na unaenda kuchora. Ni vibaya, haipaswi pachoni pa Mungu, na Mungu analichukia hilo. So itakuwa vizuri sana kuanzia leo ni kwamba tusije tukachora michoro katika miili zetu. Iwe mchoro ya mpenzi wako unayompenda huyo, usifanye hivyo. Nalikuwa hapo nyuma nafanya utafiti kuhusiana na rangi inayofanya nini, inayochora, na nikaipata kwamba ile rangi inayotengenezwa imetengenezwa na madini fulani ambayo yanatokana na mili. Kuna wakati wanachukua mili za watu zinachomwa, alafu wakati zinachomwa kuna nini inakuwa extracted. Wakati inakuwa extracted ndo inayotengeneza kama ile ink inayochora katika mili za watu. So wewe unapochorewa na ile wino katika mwili wako, so umebebana na roho za watu wengine ambazo walishalala. So Mungu akusaidie sana. Kuna mambo ambayo hatuyafahamu yana exist katika roho, lakini hatuyafahamu, tunafanya kwa upumbavu. We just assume things. That is why tunaadhirika sana katika jina la Yesu Kristo. Na nitamalizia kwa swala fulani kubwa ambalo kwa mavazi, ambao ni swala kubwa sana na linasumbua watu. So ni vizuri kuanzia leo tuachane na kuchanja chali mili zetu. Usichanjwe na mtu yoyote. Kama umeokoka, ukisikia swala lolote kwamba mtu anakuambia acha nikuchanje, nikuwekee dawa ama nikuwekee kinga, toka kule. Kinga yako ni Kristo. Kristo ndo kinga kamili. Damu yake iliyomwagika msalabani inalinda, inatakaza, inafunika, inakupigania, inakutengenezea upenyo pasipo malango kwa jina la Yesu Kristo. Jambo linalofuata ni changing the hair color, kubadilisha rangi ya nywele. Kuna watu ambao wanabadilisha rangi ya nywele. Wewe, Biblia imezungumza katika kitabu cha Yakobo kwamba tazama, hata huwezi badilisha nikidani ni Petero, kwamba hata hauwezi badilisha nini, nywele yako ikawa nyeupe ama ikawa rangi nyingine. So ni vizuri sana ile rangi uliowekewa na Mungu. Mungu hakuwa mpumbavu, Mungu ni makinifu, ndo aliona vizuri ile rangi inakusuit
lakini leo mumekataa rangi zenu za asili, mwataka kubadilisha rangi, mwataka kuweka madoido, mwataka kuweka nyekundu, mwataka kuweka green, mwataka kuweka rangi za kila namna. Biblia imetukataza, hatupasi kufanya hivyo, kubadilisha rangi ya nywele. Katika kitabu cha Isaya kinazungumza kwa upana mambo mengi, na pia katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza, Warumi, Romans chapter 1 from verse 25 to 28, ambayo inazungumza kwamba watu wamebadili mpaka wamekataa kanuni za Mungu, wameamua kubadili asili ya Mungu, the nature of God, ile asili aliyokuwekea Mungu. Mungu alikuwekea ile inaitwa nini? Eyelashes. Mumebadili siku hizi mwanyoa. It is wrong. Kama kuna mtu ananisikia na unafanya hivyo, jameni mpendwa, na kushauri usije ukaingia kuzimu ukasema kwamba haukuambiwa. Tunajinawisha mikono kama watumishi, na itakuwa vizuri, kwa maana umekuwa mwana wa Mungu, ukajue kweli ni kwamba ni vibaya. It is abominable mbele za Mungu, ni chukizo, si jambo tu la kawaida, ni chukizo, si dhambi tu, ni chukizo. Yaani mpaka nashangaa dada zetu kama waweza jikataa kiwango kwamba uamua kunyoa zile eye ribbons, unazinyoa kweli. Kama wewe mwenyewe unaona kwamba yani sura yako imekataa mpaka unaamua kunyoa, je, mtoto wa mtu utakaa naye kwa nyumba? Ni haraka tu umemtema mtu, kwa sababu kama wewe mwenyewe haujikubali, ndo mtu sasa utakaa naye, utamkataa. So Bwana akusaidia sana, tusiwe wa kubadilisha rangi ya nywele. Bakia na rangi ile ulionayo katika jina la Yesu Kristo, na itakuwa vizuri, kwa maana Mungu alipendelea, aliona ni vizuri, aliona inafaa, akakuwekea lile rangi katika jina la Yesu Kristo. Jambo la 4 ni lipsticks and painting of, kupaka midomo rangi ambazo zinaitwaje? Lipsticks. Hizo lipsticks ambazo mara mingi zinapakwa midomo. So tunakatazwa katika kitabu cha mlango wa 4 mstari wa 30. Jeremiah chapter 4 verse 30. Kama kuna msomi wa haraka anaweza niangalia, alafu tukasoma ili tusimalize muda. Jeremiah chapter 4 verse 30. The word of the Lord says, Jeremiah chapter 4 verse 30, the word of the Lord says, and when thou art spoiled, what will thou do? Though thy clothes thyself with crimson, though the thickness thy with ornaments of gold, though thy rentest their face with painting in vain. Okay, thank you. Utapotea. Amen. Neno la Bwana likasema vizuri kwamba na wewe utapotegwa. Maana yake ya kutegwa nini? Hii mambo haizungumzii wanaume, wanazungumzia wa kike. Ingalabu mpaka siku hizi kuna wanaume ambao wanafanya sarakazi za kupakata midomo, lakini neno la Bwana likuwa hapa linazungumzia mtu wa kike, na linasemaje? Kwamba wewe unapotekwa. Maana ya kutegwa ni nini? Mostly when you are seduced, ni kutegwa. Umetegwa kwa penzi, umetegwa kwa jambo fulani mpaka ukategeka. Biblia inasema nini? Kwamba ujapojifika mavazi mekundu. Mavazi mekundu, kuna kasiku ambao kametengenezwa kanaitwa Valentine.
mwavalia mavazi mekundu, maana yake eti upendo. Ile siku mmaitafutia kwamba ile siku ambao mnaakifisha ile siku kwamba ya mapenzi, ndo watu wengi wanaachika, ndo watu wengi wanauana, ndo watu wengi visarakazi vinapatikana, ndo mimba zilizojulikana zilitokea wapi zinapatikana na ile siku, ndo watoto hata wa shule unapata kwamba alipata ujauzito siku gani? Siku ya Valentine. So ile ni siku ambayo si ya Mungu, ni siku imetokana kwa ulimwengu wa giza, imeakifishiwa na nguvu za giza. Ndo unapata kwamba vituko, talaka mingi zinafanyika katika ile siku ya Valentine. Visirani zinapatikana katika ndoa za watu, kwamba haukununulia nguo, haukununulia mavazi, haukununulia sijui maua. Visirani vinaanzia wapo? Watu wanaachika kwa sababu kama ni siku ya Mungu, tunatakana tuone positivity ikitokea, si mambo negative. Inakuwaje kama ni siku ya Mungu ama ni siku ambayo imeakifishwa na Mungu kwamba ni mabaya yanayofanyika? So kumaanisha, kwa maana Biblia imetuambia, Yesu akasema kwamba tutawajua kwa matendo, kumaanisha vitendo vitaashiria kwamba hii ni siku ya Mungu ama si siku ya Mungu. So wale ambao wapendwa, mwapenda sana kusherehekea ile Valentine, si wakatazi, lakini kafahamu kwamba imebeba roho zitokanazo kuzimuni, ambazo mara mingi zinafanya watu wanatalakiana, zinafanya watu wengi mabaya yanafanyika, na katika ile siku ndo watu wanaachikana kwa sana. Na hapa Biblia imesema vizuri kwamba japokuwa kwamba mjapojifika mavazi mekundu, yale mavazi mekundu mnajifika lini? Mwajifika ile siku ya Valentine, ambao mara mingi matokeo yake wengi wanalia sana katika ile siku, ni wachache wanaofurahi. Bwana akusaidie sana mpendwa, katika jina la Yesu Kristo. Na leo upate hekima, upate maarifa, ujitoe katika ule mtego wa shetani. Maana hapa neno limesema kwamba utapotegwa. Utafanyaje? Utapotegwa, utafanyaje? Ijapokuwa kwamba unajivika yale mavazi mekundu, ujapojipamba mapambo ya dhahabu, mwajaza mili zenu, twajaza mili na madhahabu na malulu na nini, hivyo vyote ni vikengeza tu, havipendezi. Na mada nilisema kwamba abominable things before the God, vitu vilivyo machukizo mbele za Mungu. So ni vitu ambavyo tunatakana kuviacha katika jina la Yesu Kristo. Mstari ule unaofuata ukasema kwamba ujapojitia wanja machoni, enyi mnaojitia wanja machoni. So kumaanisha hizi ni vitu ambavyo Biblia imekataza, ni vitu ambavyo Mungu amevikataa. Wachana na wanja, bakia asili yako. Asili yako ni adamana. Unajua kitu kilicho asili kinatafutwa. Hakuna mtu anataka copyright. Hakuna mtu anataka vitu ambavyo vimepestiwa. Mtu anataka original. That is why mnatafutanga vitu vya oria. That is why mnasema kwa mtu anataka kitu original. Achana na vitu fake katika jina la Yesu Kristo. Bakia wewe. Hakuna siku mmeona mzungu anataka kujibadilisha kuwa mweusi. Mbona sisi tunataka kubadilika kuwa kama wao? Bwana tusaidie sana katika jina la Yesu Kristo. Ujipende mwenyewe, jipende mwenyewe. Penda sura aliyokupatia Mungu, because God said that we were wonderful and fearfully made, and also he said in Genesis, akasema kwamba we are the likeness and the image of him. So kama sisi ni sura na maumbile yake, mbona tunataka kubadili maumbile na sura yake? So itakuwa vizuri kama tutaiweka sura yetu, kope zetu, wacha tukaziweke chinzi zilivyo. Mungu akukosea, alikusudia vizuri, akaona kwamba hiyo kope inapaswa kuwepo. Lakini sasa siku hizi twanyoa mpaka ukiangalia mtu unafikiria ni pepo fulani hivi inatokea mbele. Kwa maana sasa mtu tunamjua vizuri kwamba akiwa na kope, lakini siku hizi mtu akikosa kope unashangaa, hii ni mnyama wapi? Mnyama imetokea wapi? Bwana tusaidie sana na tufunguke macho, wana wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Yawezekana kwamba ujumbe huu ukuwe mkali na ukuwe uchungu, lakini ukufunguliwe katika jina la Yesu. Hatuhitaji mmoja wetu hapa katika hii platform aende kuzimuni. Tunahitaji kila na mmoja aingie mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Na hilo ndilo tumeitiwa, wote tuikaingie mbinguni. Hakuna aliyekusudiwa kwenda kuzimuni. Ni shetani na pepo zake waliokusudiwa kwenda kuzimuni, lakini binadamu wote walipaswa kwenda mbinguni. So ni bidii zetu ni kwamba tukanyoshane wenyewe kwa wenyewe ili tukaweze kuumiliki ufalme wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Linalofuata likasema kwamba unajifanya kuwa mzuri bure tu, wapenzi wako wamekudharau. Wana
wanakutafuta roho yako. Dada zangu, tusikizane leo katika jina la Yesu Kristo. Haya yote ukiweka wanja pachoni, kujipaka ile lipstick, hivyo vyote, kujivika yale mavazi mekundu ile siku ya Valentine, haya yote utafanya, lakini neno la Bwana limesema nini? Neno la Bwana limesema kwamba licha kwamba wajitia wanja pachoni pako, wajifanya kuwa mzuri, uzuri wako ni bure tu. Na ndipo unaona kwamba baada ya ile siku na baada ya kufanya hizo visarakasi, angalia this generation, licha kwamba you do makeups and all that, mnaachika. Ni kuajika tu, ni kilio tu. Yani ni kutumiwa kwa sababu ya uzuri ambao umewekaweka hapo juu. Wanakutamani, wanatumia uzuri wako, wakishamaliza uzuri wako wanaondoka. Bwana Yesu atusaidie sana na tujue hili siri kwamba kumbe tukiongeza hii mabambo inafanya tu tufutie watu wengi, na wakishamaliza haja yao wanakimbia, kwa maana wamekudharau, hauna kitu. Sasa siku hizi mabindi wamebadilisha mili zao kuwa viburudisho, wanaume waburudike, wanaangalia kama viburudisho. Bwana atusaidie sana, tusiwe viburudisho kwa wanaume, bali tuwe kusudi tuliokusudiwa. Tulikusudiwa kuwa watu wenye kuheshimika, na Biblia inasema kwamba mwanamke na aheshimike. Basi itakuwa vizuri kama utaheshimika, usiwe kiumbe ambacho kinaburudisha. Ndio mpaka wengine wamebadilisha mavazi zao, wameacha mavazi zinaowafika, wanavaa mavazi za chekechea, watoto wa chekechea, yani mavazi ambao mtoto wa chekechea angevaa. Yani mtoto wa chekechea akivaa kumaanisha ni fupi, yeye mtu mzima akivaa mapacha yanaonekana na kile kitu kinaonekana kwa nje. Sasa wewe unakuwa kama ni kiburudisho. Wanaume wakikuona kama kiburudisho, unapotembea wanakuangalia kama kiburudisho. Usiwe hivyo katika jina la Yesu Kristo. Dada yangu, Bwana akusaidie na kuokoe katika jina la Yesu Kristo, maana wewe ni kusudi lililohitajika na Mungu ili kukufikisha mbali. Uwe mtu wa dhamana, unailoa your dhamana, your dignity. Wakati unapovalia mavazi yasiyofaa, wakati unapofanya vitendo visivyofaa, dignity yako, hadhi yako inateremka. Bwana akusaidia sana katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu hata avalie gunia bado urembo wake unabakia tu. So baki chinzi ulivyo. Baki chinzi ulivyo, maana Mungu amekutengeneza kuwa bora hivyo. Mavazi mafupi haifanyi kwamba ukuwa na dhamana. Mavazi mengine ya kujibana haikufanyi kwamba wewe ukuwe wa dhamana. Hapana. Sawasawa na noti ya 1,000. Watu uitupe chooni, ukaiondoa ndani, ukaitia maji, ukaisafisha kwa maji, dhamana yake hairudi 100, itabaki 1,000. So dhamana yako, dada yangu, inabaki hivyo hivyo. Lakini unapojiongeza vitu vinginevyo visivyofaa, unailowesha dhamana yako. So Bwana kusaidia leo, usipoteze dhamana yako, bali uikuishe dhamana yako iwe juu, na watu wote wakutamani, waseme yule dada ni mwenye heshima, kuwa kama mtoto wa fulani, kuwa mwenye kuigwa katika jamii kwa jina la Yesu Kristo. Linalofuata ni kwamba jambo la 5 ni sucking kwa wanaume. Sasa nazungumza hapa, napiga kote kwa wanaume na wakike. Neno la Bwana limetuambia kwamba sucking, suari yani kukata kei, kwa Kiswahili tunaita kukata kei. Unapata mwanaume ameweka suari lake chini, amelieka chini kabisa kwa kiuno. Sasa unashangaa, huyu ndugu heshima yake ipi? Na hawajui chanzo, the source ya watu kusak ilikuwa nini. Wacha kidogo ni watrivie ni wapi kusak kumeanzia. Wakati wa ukoloni watu walikuwa wanateremsha nguo zao wanapotembea. Nguo zao wanateremsha hapo chini, so that wakitaka kuadhibiwa, na walikuwa wanachainiwa. Kwa nini? Kwa minyororo. So katika ile kutembea, wanapotembea, mwanaume mwenzako alikuwa anatamani mwingine anamwendea kinyume na maumbile ile ambayo tunaita homosexuality, ambao unapata kwamba gayism, watu wanafanya chinzia moja. So hapo ndipo swala hilo likatokea. So badala ya mtu kukungangana kuitoa ile vazi, so unapata kwamba kwa sababu wameteremsha ile mavazi ya kuwa tu tayari,
yani wewe uko tu tayari. So wewe kama una saklong yako, ndugu yangu, dada, ndugu yangu hapa, ukajua kwamba wewe tutakuweka katika lile kundi la wale nini, wale ambao wanasagamuana wenyewe, wanaume kwa wanaume. So ni tabia mbaya sana mwanaume ambao umemjua Kristo na una saklong yako, ni vibaya zaidi. Kwa maana Said wakati wa ukoloni walikuwa wanatoa yale mavazi ili kuadhibiwa, yani wanateremsha lile vazi liko hapo chini ili kuadhibiwa. Na swala lingine la pili ilikuwa hivyo ni kwa sababu kuna ile chinzia moja, walikuwa wanafanya ile tabia ya uchinzia moja, ile Sodom. Unapata kwamba wanaume wanarudiana, wameacha asili zao, badala ya kutafuta mwanamke, kwa sababu wamefungwa katika minyororo na wako katika ile slavery, na wamepangwa minyororo mrefu kama kwa wako katika hizo kamba. Wakati wanataka kumaliza haja zake, anaenda kwa ile aliye mbele yake. So sijui leo utakuwa unatuonyesha nini wakati unatembea na vazi lako, suruali lako umeliteremsha hapo chini, una sakli nguo yako. Katika kitabu cha Sefania mlango ni wa kwanza mstari wa 8 ambacho kinazungumza hivyo. Sefania mlango wa kwanza mstari wa 8, ambapo neno la Bwana linasema kwamba I will punish the princess and the king's children and all such are clothes with strange appeals. Kwa Kiswahili nasema kwamba na itakuwa katika siku ile ya dhabihu ya Bwana, nitawaadhibu wakuu na wana wa wafalme na watu wote wafaao mavazi ya kigeni. So wacha kuiga ile mitindo za kigeni. Unaona kwamba wazungu, unaona kwamba watu alio katika street wanavaa wakiteremsha mavazi chini, nao unataka kufanya hivyo. Usifanye hivyo, kwa maana wanafanya hivyo kwa kusudi fulani, wamebeba malengo fulani. Na nimesema vizuri, kusaklongi kumeanzia huko nyuma, zamani zile za ukoloni, wakati watu walikuwa katika slavery, wamenyoroshwa, wamewekwa katika mnyororo, yani wanatembea laini moja. So unapata ili kutimiliza haja zao walikuwa wanaendana kinyume, yani wanaendana, wanasagamuana wanaume kwa wanaume. So usije ukafanana wa ule kundi katika jina la Yesu Kristo. Bwana kuokoe, because katika kusaklong ni vitu ambavyo vinamchukiza Mungu. Wacha kuonyesha utupu wako. Bwana kuokoe na kuokoe leo katika jina la Yesu Kristo. Na hata mwanamke atakudharau sana kama wewe ni mwanaume alafu una saklongi. Si kitu ambacho kinapendeza, si kitu ambacho kinafutisha watu. Jambo la 6 ni attachments. Jambo la 6 ni attachments, ama kwa Kiswahili kiambatanisho cha nywele za kigeni. Kwa lugha nyingine naweza sema kwamba extensions. Siku hizi tunafanya vitu vinaitwa extension, tunaongeza maridadi katika nywele zetu, tunaongeza manywele zingine za kigeni. Ni katika kitabu cha Petero wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 3. Petero wa kwanza, waraka wa Petero wa kwanza mlango ni wa 3 mstari ni wa 3. Neno la Bwana linasema nini? Neno la Bwana linasema kwamba kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. So neno la Bwana nasema nini? Kwamba kujipamba kwetu kusiwe nini? Kwa nje. So tujipambe kutoka ndani, roho zetu ziwe safi. Tusijipambe kwa nje. Na ikasema kwamba kwa kusuka nywele, si kwa kusuka nywele jameni. Tunakatazwa kusuka nywele. Tengeneze nywele yako to be natural that way. The Lord will be pleased with you in Jesus name. Na alisema kwamba mada hii ni nzito na ni chungu, ndo wachungaji wengi hawataki kuihubiri, hawataki kuisema, lakini inapaswa tuseme ili tujiondoe katika hukumu. Wengine wetu tunajitoa muhanga, mtatuchukia, lakini inabidi tuseme kweli, kwa maana sisi ujumbe huu si wetu, umetokana na baba yetu. So lazima tuuseme ufike kwa kila na mtu katika jina la Yesu Kristo. Tutasema sisi ni washamba, lakini sawa, mnakataa, mwasema sisi ni washamba, sawa, acha washamba, lakini mwakula chakula kutoka ushambani ama hapana?
mwakula vizuri, chakula mnachokipenda sasa mnataka ile fresh yenye imetoka shambani. So sisi ni washamba, tumeleta injili pia ya shambani ili mkaweze kuielewa na kuifahamu, msije mkahukumiwa katika jina la Yesu Kristo. Tumeamua kujitoa na kujilipua wenyewe ili ujumbe huu ukafikie kila na mtu asije akahukumiwa, kwa maana wale ambao wanahekiri sana ndo wameacha watu wanaingia kuzimuni. Hatutafanya hivyo. Sisi tutasema kweli ili Mungu aokoe kila na mtu aingie mbinguni katika jina la Yesu. So neno la Bwana limesema hivyo katika ile Petero tatu kwamba nini? Kwamba tusiongeze vitu vingine wala tusishonge. Wengine siku hizi kuna nywele ambazo zinanuliwa, kuna nywele ambazo hata siku ile Jumapili tulikuwa tunalizungumzia kidogo na baba ambaye ameifundisha, akaifundisha kwa upana kwamba kuna ile ambayo inaitwa human hair ambayo imetokana na Wahindi, na mara mingi zinapatikanaje? Zinapatikana wakati zinaenda kutolewa dhabihu. Wale wanawake wanapeleka kwa miungu zao, kwa maana India iko na kila aina ya miungu. So unapata kwamba kuna mwezi unafika ama msimu fulani, hao wanawake sadaka ambao wanaipeleka kwa miungu zao, wanaenda wananyolewa zile nywele, zinakuwa ni dhabihu kwa hizo miungu. So zinaporushwa, watu wanaotafuta biashara wanazichukua as human hair kuziuzia watu. Jambo lingine kwamba wanaponenda kuzikwa, zile nywele zinakatwa. So watu wengine mwafalia manywele ambazo mnaziita human hair, ambazo zimetokana kwa wale wanawake ambao wamekufa na zimenyolewa na zinauzwa katika masoko. Na sasa eti unapendeza, kumbe umevalia nguo, umevalia nywele ya marehemu. Kuna mtu amelala pahali, ndipo hata uelewi chochote. Ndipo unapoweka manywele zingine katika kichwa chako kinawanga, kinauma sana, kwa sababu hamjui sosi yake imetokana wapi. Bwana wasaidie leo katika jina la Yesu Kristo. Najua ujumbe huu unauma, unatisha, lakini inabidi umeze katika jina la Yesu Kristo. Dawa ile iliyo kali ndio inayoponya. So hii ni kali, lakini ndio inayoponya kwa jina la Yesu Kristo. Jambo linalofuata ni jambo la 7, man keeping hair long. So wanaume haturuhusiwi kuwa na nywele ndefu. Wanaume haturuhusiwi kukuwa na hizo rastas and all that. Neno la Bwana limesema katika kitabu cha Wakorindo wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 14. Wakorindo wa kwanza mlango ni wa 11 mstari wa 14. Wakorindo, 1 Corinthians chapter 11 verse 14. Neno la Bwana lasemaje? Neno la Bwana lasema hivi katika kitabu cha Wakorindo wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 14. Je, haya je, haya maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanaume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? So wewe kuachanga nywele yako kuwa shagi ni aibu. Ni aibu. So hiyo tabia ya kuacha nywele kuwa ndefu si tabia za watu ambao wameokoka. Hapana. Inabidi kuinyoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana na itakuwa baraka kwetu katika jina la Yesu Kristo. So keep your hair short, itakuwa yenye kupendeza, itakuwa yenye kufutia zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Usifanye hivyo kuna wadudu wakakaa ndani, ukawa uko na msitu ambao umeweka wadudu. Bwana atakusaidia sana ukiwa safi, because cleanliness is next to godliness. Usafi ni unakaribia na uungu. So ukiwa safi utakuwa unakaribia na uungu. Mungu ni msafi. So nawe jaribu kuwa msafi kwa kutunza nywele yako kuwa fupi, itakuwa yenye kupendeza, itakuwa yenye kutia heshima kwako katika jina la Yesu Kristo. Jambo la 8 ni women not covering their hair. Unapata kwamba wanawake wengi hawataki kufunika nywele zao wakati wa ibada. Wakati wa ibada tunaambiwa kwamba tukafunike vichwa vyetu. Ingalabu katika hili swala kuna tafsiri mara mbili. Tafsiri yake ni kwamba waheshimu waume zao. Waheshimu waume zao. So itakuwa vizuri kama wewe ni wa kike umeoleka, mheshimu mume wako. Kwa maana kata kufunika kichwa chako maana yake ni kwamba kumheshimu aliye kichwa chako. Kichwa chako ni nani? Ni mume wako. Naye mume wa mume, kichwa cha mume ni Kristo.
na ndipo yeye hafuniki kichwa, lakini mwanamke anafunike kichwa kila wakati anapoingia katika sala ama katika maombi, na itakuwa baraka katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ni Wakorindo mlango ule tu ambao tumesoma 11 mstari ule wa ukisoma kuanzia penyewe mpaka 3 pale kinaeleza kwa upana katika jina la Yesu Kristo. Jambo la 9, women wearing trousers, wanaume kuvalia suruali ndefu, wanawake kuvalia suruali ndefu. Hili ni swala ambalo limekatazwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22:5 kama sijakosea. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Kumbukumbu la Torati ama kwa lugha ya Kiingereza Deuteronomy 22 verse 5. Neno la Bwana linasemaje? Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyayo mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. So je, wewe unavalia trouser? Biblia inatuambia kwamba ni chukizo. Siku hizi kuna lugha ambayo imetokea kwamba mwasema kuna trouser za kike na za kiume. Tuseme kweli, unavalia vazi ambalo linakubana mpaka wanaume wanapokuona wanakuona kama sausage. Wanapokuangalia hivi wanakutamani mpaka wanapoteza fahamu zao wanachofanya. Sasa wewe tofauti yako ipi? Umeonyesha maumbile zako, yaani unaonyesha maumbile zako jinsi yalivyoketi. Sasa kuna tofauti gani na wewe kutembea uji? Nataka tusemezane kweli. Neno la Bwana likasema katika Isaya kwamba njooni tukasemezane. Na leo ndugu, njooni tukasemezane. Dadangu, wacha tukasemezane. Tukasemezane katika swala hili. Ni vizuri kweli wewe unaweza tembea uji? Kwa maana ukivalia vazi ambalo linakuchora maumbile yako, unakaa kama chupa ya Coca-Cola ama ya Fanta. Then kuna tofauti gani na kutembea uji? Kwa maana paka tunaona maumbile yako ya ndani paka yameketi. Unapotembea hivi barabarani tunaona tu vile umeketi. Bwana akusaidie sana kuanzia leo, kwa maana si vitu vipendezavyo, na Biblia imesema kwamba ni jambo lichukizalo. Wacha nirudie ule mstari umesema, mwanamke azivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume azivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. So kama unavalia mavazi yale, jua kwamba ni machukizo mbele za Mungu. Sawa. Kama mnataka kusema kwamba ni vizuri kuvaa, kavae kama Wahindi wanavyofaa, kwa maana mavazi yao yako decent. Ndio ni longi, lakini ukiona imevaliwa na nguo nyingine ndani. Siku hizi nashangaa ya ndani ni ndefu kuliko ya nje. Bwana atusaidie sana wapendwa. Bwana atusaidie sana. Shika hilo katika jina la Yesu Kristo. Kuzimu haitakuona. Utaingia mbinguni bila swala lolote. Tumeambiwa vizuri ni chukizo. Nilisema mwanzo hapo kwamba uvae tu, hata uvae gunia. Kama we ni mzuri tu, unapendeza, utapendwa tu. Tunamwona Esther amevalia vazi lake mrefu, amependwa tu na mfalme. So hayo mavazi ya kujibana kuonyesha shepu yako si ndio yatakayo kufanya uheshimike. Itakufanya tu wewe kibidaa cha kuburudisha wanaume. So yani wewe umekuwa filami ambayo sasa ukitembea wanaume wanakuangalia. It is like a cinema they are watching. So they are entertaining themselves watching you walking. You are catwalking, they are watching over you. Mungu akusaidie sana mpendwa, katika jina la Yesu Kristo. Itakuwa baraka, kwa maana wewe unapendeza katika yale maumbile ulionayo, na vazi lolote utakalolivalia ambalo ni vazi la kiheshima itakuwa bora sana. Maana neno la Bwana limesema katika kitabu cha Timotheo
mlango ule wa ngapi? Wa pili mstari wa 9 kama sijakosea. Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 9, ambalo neno la Bwana linasema hivi: vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na dhahabu nzuri na moyo wa kiasi, na si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za dhamana. Umeona vile vita zimeanza kwa ndoa siku hizi, zinakuwa nyingi. Mtu anataka vazi la 1,100, vazi la 50,000. Wewe unataka kukombea na yule aliyenunua vazi kubwa, na alafu akikunulia ile vazi ndo unakuwa dharau, unakuwa kichwa, yani hata uwezi ambilika kitu, uwezi ambilika kitu chochote. Ukitembea kule unakuwa umebeba kichwa juu, kama kitabu cha Isaya kinavyozungumza, kinasema kwamba watoto nyinyi mabinti za Zayuni mwainua shingo zenu juu. Yaani amwambiwe mumevalia chuka, mumevalia nini, vyote vibuli mumeviweka katika mili zenu, mpaka neno la Bwana linavyokuja hamupate kulisikia. So Bwana atusaidie sana wapendwa, katika jina la Yesu. Lakini kama wewe wa kike, Bwana amesema vizuri kwamba valia mavazi ya kujistiri. So kama vazi lako unalivaa vazi ambalo halifiki chini ya magoti, ujue kwamba unaonyesha utupu, unaonyesha uji wako. Ni sawa sana kutembea utupu. Bwana akusaidia leo katika jina la Yesu Kristo, kwa maana itakuwa bora kama utavalia vazi lenye kujistiri. Naposema kujistiri, wajua kwamba sehemu zako za uke, sehemu zako za kisiri zinafunikwa. Kuna watu hata siku hizi hawana adabu, mavazi zao unaona kwamba vazi ni nzuri sana, inapendeza, lakini hapo kwa kifua inaonyesha maziwa, inaonyesha maziwa yako. Ndipo wanaume wanachanganyikiwa. Hata unaponenda kwa benki, hapo unaponenda kwa biashara, unapoinama kila mtu anashangaa, anakushangaa mpaka akili zinapotoka. Ndipo mnasababisha wakati wengine wanaume wetu kwa barabara wanafanyaje? Wanaangushana na magari, wanagongana, kwa sababu anaangalia maumbile tu waziwazi, anatembea kwa barabara, anachanganyikiwa. Nini kilichomwangusha Daudi katika dhambi? Uji. Kinachopoteza mwanaume ni kuona uji wako. Daudi alipokuwa wakati umefika wa vitani, alifanyaje? Ni kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 9. Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa 9. Nitasoma, inasema kwamba vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na dhahabu nzuri pamoja na adhabu nzuri na moyo wa kiasi, na si kwa kusuka nywele wala si kwa dhahabu na lulu. Hizo vifungo ambazo tunaviweka kwa mikono, chains kwa shingo, wapi kwa mikono, tunakatazwa katika jina la Yesu Kristo. Wala si kwa nguo ya dhamana, kwa maana mavazi ya dhamana ambao unaenda kununua mavazi ya dhamana kubwa, si vibaya kununua, lakini yasikutie kiburi, uwe na moyo wa kiasi. So kama kuna jambo ambalo linaweza sababisha ukawa na kiburi, likakufanya wewe ukakuwa ni kwamba hauambiliki kitu, liachane. Bwana atakusaidia sana. Na nilikuwa nazungumza hivi kabla dada aseme kwamba ni kitabu gani. Nilikuwa nazungumza kwamba itakuwa vizuri kama tutajistiri, tutakuwa wenye kiasi, tutakuwa wenye kujipamba kwa kiasi, penye kujistiri na kuwa na heshima kwa watu wote. Alafu ni tatizo kubwa sana wanaume ambao mmeoa. Itakuwa aibu kubwa sana kama utanunulia mama nguo, hautaheshimika. Kama mwanamke ataenda kutengeneza kichwa chake mwenyewe, sawa, tumekataza kwamba Biblia imetukataza kwamba tusifanyaje, tusishuke. Basi maintain ile nywele ikuwe natural, hakikisha kwamba unaitreat. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wapatia ideas wanaume, ni vizuri sana. Kwa elimu hii itakusaidia, utatunza nywele ya mwanamke wako, itakuwa nzuri sana, na atafurahi sana wakati utapumshika kwa nywele yako, kwa nywele yake, atafurahi sana wakati wewe unaitunza mwenyewe kwa mikono yako mwenyewe. Asiende kutunzwa na wanaume wengine kule nje, atapoteza fahamu zake. Lakini kama wewe mwenyewe utaitunza, tafuta mayai, tafuta ndimu, tafuta aloe vera, tafuta hizo vitu zote, koroka vizuri, tengeneza ile nywele, ipake vizuri, utapata kwamba nywele yake inakuwa natural, haitakatika, itakuwa nzuri, si ya kukatika, itakuwa na afya nzuri siku zote. Bila kushuka, bila kufanya nini, utakuwa maintain. Fanya hivyo once in a week.
ama once in 2 weeks, utapata kwamba mnatunza vizuri na mambo yenu yatakuwa salama, mtakuwa mwenye kuheshimika katika ndoa, maana Biblia inasema kwamba na ndoa inaheshimike na watu wote. Usiruhusu mtu mwingine anaguzaguza nywele ya mke wako. Kwanza siku hizi kuna vijana wengi eti wanashuka nywele, akienda kule, alafu the head is very sensitive to a woman. Jameni, hivyo ndivyo kanaendaga kakienda. Mungu awasaidie sana. Mungu atusaidie na Mungu atupe elimu hii, tusije tukapoteza tuliowapenda katika jina la Yesu Kristo. Ukifahamu siri, itumie kwa wema na Bwana atakubariki, atakuinua katika viwango vingine vya utukufu katika jina la Yesu Kristo. Nitarudi katika kitabu kile cha Isaya mlango wa 3 mstari wa 16, tuone kinazungumza nini kwa swala la kiburi ambacho siku hizi unaona kama mabindi zetu wa siku hizi wana viburi sana, hawaambiliki. Nimeona mchungaji mmoja wa kike amesema kwamba ana degree 4, ataambiwa nini na mwanaume, na ni mchungaji. So unapata kwamba huo ni upotovu, kwa sababu hautai mshinda mwanaume, utabakia tu chini yake. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Tuheshimini, waheshimu wanaume kwa sababu wao ndo walitangulia kuumbwa. Kama tu kile kitabu hata ambacho nimekisoma kile kwanza, ukiteremka chini yake kinasema kwamba bali kwa matendo mema kwa kama ipasavyo mwanamke na wanao kiri ujaji wa Mungu, yani kwamba but which becomes women performing goodness with works. So ikuwe ni kwamba katika utendaji wa kazi iliyo nzuri. So unawakuwa na ujaji, yani katika ujaji ama Mungu anapokuja ikuwe ni kwamba kuna heshima, kuna utulivu, kuna mtu anaweza respect, kuna ile honor. Maana kama hujamheshimu mume wako, utawaheshimuje watu wa nje? Kama unayeketi naye katika nyumba na Biblia inatuambia kwamba tuwaheshimu na uweze kuheshimu, itakuwa ni vibaya. 11 ikasema kwamba mwanamke anajifunze katika utulivu. So itakuwa vizuri sana kama mnapojifunza kwa utulivu. Na nami nitawashauri wanaume wote ujifunze kufundisha, kwa maana wanawake ni wa maswali. Kitu kinachosinya sana ewe mwanaume kwa nyumba, mwanamke anakuuliza kwamba tufanyeje, alafu na wewe pia unamuuliza tufanyeje. Ni swali linalosinya, kwa maana wewe ni kitabu cha majibu ya nyumba yako. That is why mko wote kwa nyumba, anakuuliza nani anatembea nje, kamjibu ni nani anatembea nje. Wewe ndio you have to provide the answers for her in Jesus name. Mtoto ni atakuuliza mbona huyu mtoto ni mjinga, mjibu. Kama una jibu mwambie nitakujibu, sawa, na utafute jibu mjibu. Kama utamjibu litaleta balaa, kwa maana wao wameumbiwa maswali. Na ndipo kabla uoe kuna vitu vitano ambavyo unapaswa kuvifanya. Jambo la kwanza, uwe na kazi, kwa sababu kabla Adam aoe kitu apatiwe mke, kitu cha kwanza aliambiwa nini? Alikuwa na kazi. He was assigned to guard, kukulinda ama kutunza ile bustani ya Edeni. Jambo lingine, he was in the God's presence. Hata wewe wa kike ambao unataka mwanamke, unataka mwanaume, tafuta mwanaume aliye in the presence of God, ameokoka. Usimtafute mwanaume kutoka nje ukasema kwamba utambadilisha. Balaa hiyo umejiletea. Because Adam ndo apatiwe mke, cha kwanza alikuwa in the presence of God, cha pili alikuwa na kazi, alikuwa na jukumu la kufanya. So he has to have work, akuwe na kazi ya kufanya. Cha tatu, is able to produce, to cultivate, is able to cultivate, and alipatiwa assignment ama responsibility to fanya nini? To cultivate the garden of Eden, to produce. What is the meaning of cultivation? To cultivate is to produce the best. So akuwe ready, he can produce the best. Akona maono ambayo ni mazuri ambayo anaweza leta faida. Cha nne ni kwamba he can guard, anaweza linda. That is why he has muscles. Mwanaume hana muscles kumabuse a woman. He has muscles so that to protect the family, to protect his wife. So kama mwanaume wako hakuprotect, wakati mama mkwe wako anakupiga vita, mwanaume wako ndo anachangia mama mkwe kupiga vita, huyo mwanamume kidogo anabungaa, akili zake ni kama zimelala. Mwanaume mzuri unamtunza mwanamke wako, unamtunza kwa mikono zako zote, kwa nguvu zako. Usikubali mwanamke wako anadhihakiwa huko nje na umenyamaza. Simama kama ndume, simama kama mwanaume, mtetee.
kwa jina la Yesu Kristo. Kama kuna mwanaume ananisikia na ukalitimiliza hilo katika jina la Yesu Kristo. Nazungumza na wanaume, nazungumza kwamba uwe mwenye kulinda kilicho chako, because you are given muscles. Uko tofauti na wanawake. Wanawake hawana muscles. Why? Because you were given the responsibility to guard and also to protect your family, to protect whatever you have. So if you cannot protect what you have, then wewe ni nani? Unakosea majukumu yako kwa jina la Yesu Kristo. Jambo la tano kwa hilo ni kwamba he must teach. Aliyepatiwa sheria kufundisha neno la Mungu ni mwanaume. That is why wakati walipokosea katika bustani ya Edeni, Mungu hakukuja kumuuliza mwanamke, aliuliza nani? Aliuliza mwanaume. Na ndipo nimesema kwamba itakuwa vibaya sana mwanamke kukuuliza swali alafu unakosa kujibu. Itakuwa vibaya sana. Itakuwa vibaya sana na kuuliza tufanyaje. That is why mumepatia majukumu sana wachungaji, mmepatia majukumu sana vijana wa M-Pesa. Kwa maana mwanamke kama atapata jibu kutoka kwako, ataenda kusimama kwa vipanda vya M-Pesa, wanaume wamjibu yale maswali. That is why wanawake wanapomaliza mkutano wa ibada wanabaki nyuma na wachungaji, ili nini? Waulize maswali ambao wanaume wao wangejibu nyumbani, lakini wanaume wamekuwa lele mama, hawawezi jibu maswali. So kama utamprovidea mke wako swali, ataenda kuuliza wanaume wengine kule nje. So usilaumu kesho kama ameibiwa kule nje. Ameibiwa kwa ujinga wako, ameibiwa kwa sababu you didn't take your responsibility as a man. If somebody is listening to me, may you put it on practice in the mighty name of Jesus. Kutakuwa na usalama kwa ndoa zetu, kutakuwa na usalama in this current generations marriages in the mighty name of Jesus. Neno la Bwana likasema kwamba natukae na wanawake kwa hekima. Utakaje naye kwa hekima kama umjibu maswali yake? Anapouliza mjibu, na Bwana atatubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Nataka kumalizia tuangalie mambo na perfume. Tunapenda sana kuweka marashi mingi katika mili zetu. Neno la Bwana linasemaje kuhusiana na perfume ama marashi? Katika kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 30 verse 37 and 38. Exodus, Kutoka 30 mstari wa 37 mpaka 38. Aliyepata anaweza nisomea? Kutoka mlango ni wa 30 mstari wa 37 mpaka 38. Ndasoma katika lugha ya Kiingereza, inasema, and as for the perfume which thou shalt make, you shall not make to yourselves according to the composition thereof. It shall be unto thy holy for the Lord. Na nani ikasema, whosoever shall make like unto that to smell thereto shall even be cut off from his people. Kwa Kiswahili inasema kwamba na ufumba utakaofanya na ufumba utakaofanya hamtajifanyia ufumba wenye viwango sawasawa na uvumba huo. Utakuwa kwenu mtakatifu kwa ajili ya Bwana. 38 ikasema, na mtu yeyote atakayefanya mfano wa huo ili kunusa, mtu huyo atakataliwa mbali na watu wake. So that is why unapata kwamba siku hizi there is a lot of marashes and all that, but unapata kwamba the zingine zinaitwa seductive. So kuna marashi zile ambazo they are seductive. Wakati mwanamke anapovalia anafatwa kama hizi na wanaume, because they carry a certain flavor, ama they carry a certain smell ambayo inafanyaje? Inaharibu psychological ya wanaume fulani. So unapata kwamba wanakufata kama inzi, unafikiri unapendwa, lakini kwa sababu ya marashi ambayo unayotumia. So kila kitu kinachotengenezwa kinatengenezwa na sababu na kusudi fulani.
Everything that is made with a certain reason and a certain purpose. Hakuna alichokitengeneza Mungu pasipo sababu na kusudi. Everything serves a certain purpose. That is why you are here on this earth with a certain purpose. Inatakana ujue kusudi lako na sababu yako ulioumbiwa kuwepo katika dunia hii, katika jina la Yesu Kristo. Bwana atusaidie sana wapendwa, na tuangazie hizi vitu, kwa maana kuna vitu ambavyo vimekatazwa, lakini tumekuwa tumevipozilia kwa mbali na vinatuumiza, vinatutesa, kwa sababu kama hatutafanya hivyo, unapata ni kwamba ni matatizo na ni mambo ambayo yanatuelekeza pali pabaya katika jina la Yesu Kristo. So Bwana akusaidia sana katika hilo ambayo Bwana amenipa leo kuwazungumzia. Na masuala ya mavazi tuangalie sana, tuwe wepesi, tuwe wazuri sana, kwa maana mavazi yanabeba upako. Nashangaa dada zetu mpaka wanaenda kununua chupi za mtumba. Yaani unanunua mavazi za ndani za mtumba. Baada ya wiki moja, mwezi mmoja, unapata kwamba umechupuliwa sehemu zako za siri. Unapata kwamba mwili wako umeanza na upele. Kuna vitu vimeanza kumeamea. Kwa sababu gani? Mavazi yale, mavazi yamebeba upako. Mavazi yanabeba upako. Tumeona nini? Tumeona vazi ambalo Elia mtumishi wa Mungu anapoenda mbinguni akasema, kama vazi langu litakuangukia, basi utakuwaje? Utapata ule upako mara mbili yangu, upako wangu mara mbili. Vazi linabeba upako. Tumeona wakati Yesu, yule mwanamke hakuguza mwili, katika mwili tu, katika lile vazi la Yesu, kwa upako amepona. So niambie wewe, unaenda kununua stocking ambazo mara mingi zinatumia kufunga vichwa usiku, kufunga nywele. Wakati unazitumia kichwa kinakuanga sana, kinakuuma. This is just a revelation to you. Na kufungua macho ufunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Wachana na vitu za mtumba. Kuna mavazi ambazo ziko nzuri, at least zinaheshimika. Sisi si maskini kiwango kwamba tunaenda kuwachagua. Sikuwa naelewa Jambo Jack mpaka dada zangu vile walivyonielewesha. Sikuwa naelewa. Unapata kwamba kamata. Mimi nikashangaa kamata ni nini? Kumbe ni mavazi ya kushikilia nini? Ya kushikilia machungwa ama ya kushikilia maziwa. Bwana Yesu asifiwe. So unapata kwamba unaona paka anaenda kununua hiyo, chagua. Ni upako gani? Unajua aliyekuwa anatumia alikuwa mtu wa namna gani? Kwa maana mara mingi kama zile stockings zinatumika na wale wanawake ambao wanatembea uji tu na kale ka stocking kuonyesha matako zao, kuonyesha miili zao waziwazi, utupu wao unaonekana. Alafu wewe yule ni kahaba aliyo street anafanyia yale mavazi. Baada ya kuharibika, wale wazungu wamezileta hapa Afrika kuziuza. Wanazipeleka katika zile Kigomba, ndo zinauzwa mara mingi, tumeenda kuziokota. Katika zile kuziokota, tunazivalia, vichwa vyetu vinawanga. Unapata tabia zako zimebadilika, umeanza kuwa mtu tofauti, umeanza kuingiwa na tamaa chafu ambazo sio kawaida. Nataka kuwatolea ushuhuda ambao kama ningalipo kijana, ningalipo tu mdogo, ule muda nilikuwa class 8 ama class form 1. Ile wakati nilikuwa na rafiki ndugu Msabaot. Yule ndugu alikuwa mzuri sana, lakini tabia moja tu ambayo alikuwa nayo, kutongoza wanawake. Alikuwa mkali kwa kutongoza wanawake. Wanawake walikuwa na line up, nikafikiria kwamba ana madawa. Sijui alichokuwa nacho. Sasa wakati mmoja akaniambia twende, kuna kasherehe pahali, tumeenda katika na yeye sherehe. Niliporudi vazi langu lilikuwa limechanika. Niliruka alafu likachanuka katikati ya miguu yangu. So ikawa ni kwamba akaniambia, badilisha vazi lako, wacha nikupatia langu. Nikabadilisha, akanipatia jinsi yake. Jameni, naliyokutana nayo, nawaambieni uhakika na ushuhuda ulio kweli. Tulimshinda. Biblia inasema kwamba tutamshinda shetani kwa ushuhuda. Huu ni ushuhuda ulio hai nilioonea mimi. Kwa sababu ya ujana, ungetamani mwanamke, ungetamani pia wanaume wanatamaa wote, lakini unajaribu kutongoza, hakuna anayekufuata, hakuna anayekusikiza, hakuna anayekupatia attention. Ile siku ambao nilivalia lile jeans, nilifuatwa na wanawake hata paka walionitusi. Nilifuatwa na kila msichana aliyenitusi. Nilitupa na ile vazi na siku yenyewe naliichoma. Nakwambia ushuhuda ulio hai. Mavazi yanabeba upako. Vazi zinabeba upako. So, angalia, kuna mchungaji mmoja anaitwa Mwegezeke, ametoka Tanzania.
Amekuja hapa Kenya, hapa Nairobi, akaenda kwa Muhindi, alikuwa mteja wa mara mingi, so akawa amenunua vazi. Kila wakati akivalia lile suti anaugua, anakuwa mgonjwa kabisa mpaka anaenda kwa hospitali. So siku moja akawa ni kwamba hakuwa anajua ni nini, lakini anaombea watu wanapona na nini, miujiza zinafanyika. Amerudi hapa Kenya, akawa anapita karibu na ile duka la Muhindi. Alipopita pale akasema nini? Akasema siwacha nipite, nione kama kuna mavazi mengine mpya. Kumbe ile siku kulikuwa wameleta mavazi mpya, na kumbe yule Muhindi naye ameleta yule babu ama mzee ambao wa dini yao, amekuja kutakaza zile mavazi, kuzifanyia tambiko na hizo koroboi hizo taa kubwa kubwa, alafu wanazizungukia, wanazikanyagaganyaka, alafu wanachant, wanachant, wanaziongelesha malugha fulani ili ziuzike na zifanye, so wanaziabisha kwa miungu zao. So yule ndugu wakati anapotaka kuingia, yule Muhindi walikuwa wamefunga, wakasema hapana, mtu hawezi ingia saa hizi wakati umefungwa. Yule Muhindi akaona, akasema huyo ni mteja wangu, mkaribishe, acha ingie. Akasema leo kuna mzigo mpya umeingia. Sasa yule pastor ndo akajua ni nini kiwa kinaendelea kufanyika nyuma ya bashia. Kumbe hawa Wahindi wanafanyaje? Wanaifanyia tambiko zile mavazi kabla ziuzwe. Wewe wakati unanunua mavazi yako huwa unatakaza? Wewe unaponunua vazi sokoni huwa unatakaza kabla uitumie? That is why magonjwa mageni ya kigeni yanaanza kukuvamia bila kujua. That is why unavalia vazi fulani, ukienda kulala unanyongwa usiku. Unasikia kama vazi linakunyonga, unasikia kama una joto mingi, unasikia kama hali sio ya kawaida. Kama anazungumza na wewe katika jina la Yesu Kristo, kuwa kuanzia leo mmakinifu. Ukienda kununua vazi lolote, ni ukaliombe, ukalitakaze kwa jina la Yesu Kristo, litakazike, maana mavazi yanabeba upako. Vazi lake Paulo mtumishi wa Mungu, lile vazi tu limeponya vipofu, limeponya wagonjwa, vazi tu, handkerchiefs, apron zake. So niambie, kama wewe ni msharati ama unashare nguo na msharati, wewe nawe utakuwa msharati, kwa maana upaka aliobeba atakuambukiza. This is an open thing, na tunazungumza ili ukapate kulifahamu na kulielewa. Ni haya ambayo Bwana amenipa leo nikazungumze nanyi. Natumai kwamba yamewafika na yamekufika wewe pamoja nami nimelichukua langu, kwa maana nimetumwa nikahubiri, nami linirekebishe na lirekebishe wewe pia. Jiokoe leo, jitoe katika ule mtego wa shetani wa mavazi, wa nywele za bandia, za kope na nini, viambatanisho vyote ambavyo vimekuja vya kigeni, achana navyo, kwa maana vimebeba roho, katika jina la Yesu Kristo. May the Lord deliver you today. May the Lord show you the way today. Na vitu vingine vigeni achana nazo. Wengine tunaongeza mapambo mingi, tunaongeza earrings, mashanga katika shingo zetu. Inakuwa vigumu because they are from the handmaids za shetani. So unapata wakati tunapoingia katika maombi, shetani anaenda, kwa sababu neno la Bwana limesema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 mstari wa 7. Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 mstari wa 7 inasema kwamba vita vikazuka mbinguni, na yule malaika akapigana na Mikeli akapigana na malaika zake pamoja na yule shetani, yule joka. Alafu chini yake ikasema, mshtaki wa ndugu zetu ametupwa duniani, ole wao walio duniani. Maana shetani ni mshtaki, anaendanga mbinguni. Sasa wewe tazama, unampiga vita wakati wewe uko na earrings, una vitu zake katika mwili wako, mwili wako. So anaenda kwa Mungu, anasema unamtetea huyu, umemwekea jeshi wakati ana vitu zangu. So itabidi Mungu wa withdraw. Unamuona shetani ameenda kuripoti Ayubu mbele za Mungu, akasema unasema kwamba heti aka ni kako. So hiyo ni tabia zake na anaendelea kufanya. Na wewe kila wakati ataenda kukusema kwa Mungu kila wakati kwamba tazama kameiba, tazama ni kasharati, tazama mavazi kanayofanya ni ya kujibana. Alafu Mungu ata withdraw jeshi lake, utabaki kama hauna chochote, utapigwa, mishali zitaingia. So Bwana wabariki sana. Hayo ndo Mungu amenipa leo. Barikiweni sana katika jina la Yesu Kristo, na neno litaendelea. Brother Mchira, ama upo karibu? Is okay. Itabidi ni learn to the program tena.
Asante, tunashukuru Mungu penye tumefika ni kwa mkono wa Mungu. God is good and ndiye anayetusaidia katika kila jambo. So penye tumefika, nitaomba kwamba tuingie katika sehemu ya maswali. Kama kuna mtu na swali ama haujaelewa popote, utauliza, utajibiwa. Na kama unahitaji lolote, utalikabidhi mbele za Mungu kabla tufike saa 6 kwa ajili ya maombi ya saa 6 katika jina la Yesu Kristo. Ndakaribisha kila na yote aliye willing ama ako na swali. Yeah, welcome. The podium is free, is open to you all in Jesus name. Welcome. Kuna yote na swali? Unaweza ni mute your mic. Okay. So tutaenda moja kwa moja. Asante, karibu dada wetu Rispa. Rispa, kama uko nafasi, karibu tusalimie ama kama una swali. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami nashukuru Mungu kwa umbali ambao amenitoa, ametupigania. Tumefika kwa hii platform. Asante ndugu yetu kwa neno. Acha Mungu akubariki na endelee kukuinua viwango vingine. Sisi wenyewe tuwe na masikio ya kusikia na kufanya na kulifanyia kazi neno la Mungu. Kile tumesikia limenena. So mbarikiwe. Muwe na usiku mwema. Amen. Amen. Barikiwa sana. Kabla hatujaenda sana, baba nakukaribisha, pole. Nashukuru mwanangu Samuel, Mungu akubariki sana. Mungu akutende mema. Asante kwa kazi ambayo unafanya. Umenena mpaka nikafurahi, maana ni kama ulikuwa ndani ya roho yangu, ukiyanena, ukiyasungumuza, ukiyachambua na kuyaanika, maana maandiko yanasema ya kwamba mambo yaliyowekwa siri yataanikwa. Na haya ndio mambo ambayo Mungu anakusudia yaanikwe, ili binadamu aweze kuelewa kinakaubaka ni nini kinahitajika na ni nini hakihitajiki. Maana there is no way you can chase away the devil while you are putting on his or his things, his material, whatever you are doing, you are putting on, and especially appliances zote. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu, maana kama hujapata hiyo ujumbe, sijui utapata ujumbe wapi. Hivi vitu ambavyo brother Samuel amevitaja vitu ambavyo vinaenda kupeleka watu jehanamu, vitu ambavyo tusipoachana navyo vitatupeleka jehanamu. Na jehanamu haiko mbali sana na vile unavyosikia. Jehanamu ni karibu sana, kama vile unavyoona mbingu ikiwa karibu. Na waja nikwambie, jehanamu ni karibu sana kuliko mbingu yenyewe vile ilivyo. Maana mbingu kuingia ni lazima ujikane. Raha yote ya dunia hii, raha ya mwili, raha ya mawazo, lazima ujikane ndio uwe tayari ufanyike na uorodheshwe katika listi ya wanaokwenda mbinguni. Lakini ukajiweka vitu vya dunia hii na umaridadi mwingi huu, all jewelries and ornaments are not from God, they are from the devil. And that's why Satan uses things that glitter. Satan always uses things that glitter so that he can get hold of our attention. Anatumia vitu ambavyo vinang'aa, anatumia vitu ambavyo vinaangaza kwa namna ya kuvutia wanadamu, na sana sana kina dada zetu, maana ni mawindo makubwa juu ya kina dada zetu. Wanasike wafungwe macho, wasielewe, na mwisho waingie jehanamu. Kwa hivyo mtu wa Mungu, kuna vitu ambavyo brother amevitaja na ni lazima vingetajwa, maana kama hangevitaja leo ningevitaja siku nyingine, maana vilikuwa katika orodha ya kufundishwa, na nashukuru maana amefanya vizuri. Kwa hivyo shika kuanzia pale, ondoa miungu mikeni kwa maisha yetu,
tuondoweni miungu migeni, maana hivyo ndivyo Yakobo aliambiwa na Mungu, ambieni watu wako wakaondoe miungu migeni yote iliyo kati yenu, nami nitakuwa baba yenu, nanyi mtakuwa wanangu, na nitakwenda mbele zenu na kuhakikisha ya kwamba hakuna adui atakayewakaribia. Ukisoma kitabu kile ambacho Genesis 35 akasema ya kwamba Yakobo akaitisha miungu migeni yao yote waliokuwa nayo mikononi, mikuuni, mapuani, wapi, vyote akavifanya ni akavichoma na akavisika chini ya mwaloni, yani mti ulikuwa unaitwa mwaloni, mti mkubwa sana. Alipovisika chini, Biblia inasema tetemeko liliwapata maadui, wakazimika. Hakuna aliyedhubutu kuinuka kinyume na Waisraeli kuanzia wakati huo. Wakatembea vizuri, wakarejea vizuri mahali walipokuwa wanakwenda. Mtu wa Mungu, ili naye shetani akuokope na kuheshimu, ondoeni miungu yake, ondoeni mavazi yake, ondoeni raha zake, ondoeni hizi marangi na kila namna ya upotovu, ondoeni hizi marosa farasi, ondoa hizi manywele za kusimu hizi, ondoa ili upate kibali machoni pa Bwana, na utaitwa mwana, atakuwa baba kwako, na utaitwa mbarikiwa siku zote. Jamani, Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Sina mengi ya kuongezea, maana ameyanena karibu yote, na nashukuru Mungu. Mungu akubariki sana brother Samuel, na akabariki wasikilizaji wote waliokuwa mtandaoni siku ya leo. Bwana akawabariki sana na awatende mema. Asante Baba, tunashukuru kwa pamoja nasi, ni kazi ya mikono yako umetulea, tunashukuru. Bwana akubariki. Tutakuwa tunaendelea. Karibu mzee wetu Cheriot Paul. Mzee wetu Cheriot Paul, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake na kwa ulinzi wake, vile ametulinda mpaka vile tumefika jioni hii, tumekutana kwenye mtandao tena. Sifa na utukufu ni kwake. Asante sana mchungaji Pastor Samuel kwa neno. Ubarikiwe na Mungu azidi kukupa nguvu na neema ili iweze kufikia wengine wale hawajaweza kutambua kwamba Kristo ni Bwana. Tumeshukuru kwa mwanzo, na Mungu akupe nguvu na neema ili uzidi kueneza injili lake takatifu. Amina. Na kwa Bishop nasema ni asante vile Mungu ameweza kupitia kwake ndiye akaweza kutufikisha neno takatifu ambayo tunapata kujifunza kila mmoja wetu kila jioni, ule wakati tunapata nafasi ya kuongea naye. Mungu ambariki pia, ampe hekima, ampe nguvu na afya, ili neno la Mungu liweze kufikia Wakristo wengine, wale wamepata kujua neno kwamba Kristo ni Bwana, na wale pia hawajapata kujua kwamba Kristo ndio Bwana. Mbarikiwe sana Wakristo, na muwe na jioni njema. Amen. Amen. Nawe pia kwa jina la Yesu. Asante. Nakaribisha dada wetu Damaris. Dada Damaris, karibu. Damaris. Okay, kama uko mbali nitakaribisha mama wetu Caroline, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nami namshukuru Mungu ni kwa ajili ya ujumbe ambao tumeweza kufundishwa jioni ya leo. Hakika tumeweza kufundishwa kwamba tukapate kuacha miungu yote migeni katika maisha yetu ili tukapate kuona uso wake wa Bwana. Nashukuru brother Samuel kwa ajili ya ujumbe huo. Wacha Mungu wa amani atubariki, na wale watakaotii na kulisikiza neno la Bwana hakika wataona matunda mema. Nashukuru, mbarikiwe sana. Asante kwa ajili ya wote ambao wameweza kuingia katika hii platform. Mbarikiwe na muwe na usiku mwema. Barikiwa sana na Bwana kukumbuke kuondolea yale mafua katika jina la Yesu. Nitakaribisha dada wetu Damaris, karibu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa siku ya leo na nimefurahia kuwa pamoja nami na nanyi siku ya leo. Hakika nimekuwa for almost 1 week sijasikia neno la Mwenyezi Mungu, lakini kwa leo nimebarikiwa na niko na furaha sana kwa kusikia neno la Mungu siku ya leo, na ninatumaini kila mmoja amechukua lililo lake na kila ambacho tumefundishwa. Hakika Mwenyezi Mungu atatuwezesha, atatubariki, tutabadilika kwa jinsia ya mavazi ili tuonekane wana wa Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana brother kwa kutupa neno, na Mungu akubariki. Mkuwe na siku njema. Asante. Amen. Barikiwa nawe, uwe na usiku mwema. Asante. Nakaribisha dada wetu Irene, karibu. Sister Irene, karibu. Okay, ni kama iko mbali. Brother Eric, karibu. Ndugu Eric, unaweza unmute your mic kama uko position. Zoke, kama uko mbali, ndakaribisha dada wetu Ellen. Ellen. Aha. Brother Robert, karibu. Ako sawa. Zoke. Ndakaribisha dada wetu Sarah Koech, karibu. Bwana asifiwe. Amen. Shukuru Mungu kwa wakati huu tena mzuri tumeweza kupatana. Na ndugu Samuel, ubarikiwe sana. Pangu nimebarikiwa sana na nimejifunza mengi ambayo sikuweza kujua. Naomba Mungu aweze kunirudisha katika njia zake, niweze kufanya mema ambayo yanampendeza. Na muwe na usiku njema na mbarikiwe sana. Amen. Nawe pia kwa jina la Yesu. Asante. Ndakaribisha Pastor Shem, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika nashukuru Mungu kwa kutulinda, kutuwezesha na hata kutufikisha majira haya, na zaidi mno nishukuru Mungu kwa sababu ya neno lake ambalo amepitia kwa mtumishi wake Samuel. Imekuwa ni neno la wakati, neno nzuri, neno ambalo hakika linatuelekeza mahali ambapo panapostahili. Kwa hivyo tunapoheshimu mili yetu, maana mili yetu ni hekalu takatifu la Mungu, tutayatenda yaliyo mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo kuna mahali soma Isaia 3:18 imegusia mapambo yote ya kigeni, na haya tumefundishwa pia na mtumishi wa Mungu. Kwa hivyo tukizingatia na tufuate na tujikane na tamaa zote za ulimwengu huu, nina uhakika ufalme wa Mungu tutaurithi. Kwa hivyo tunapotembea, tutembee tukijua kwamba sisi ni wana wa ufalme, na kama vile tulivyo wana wa ufalme tufanye vile Mungu anataka, na itakuwa ni vyema sana. Na pia kuna mahali aligusia kuhusu tattooing. Pia kuna mahali nilipitia nikaona hizi tattooing, hizo chapa ambazo wanazichapa, kuna mili ambayo huwa inachukuliwa, inachomwa, na wanachukua hayo majivu yake, wanatengeneza rangi ambayo unaona ya kwamba kila mtu amejiweka kwa mwili wake hiyo tattooing, ambapo hata ni Mungu, ni ufunuo wa Mungu ambao umepitia ndani mwake. Sasa hiyo tattooing wanapoifanya hivyo, wanaiweka iwe rangi, inachapishwa kwa mili ya watu, na already huyo mtu ashakuwa connected na huyo mtu ambaye tayari alishakufa, na ajui roho yake ni roho ya namna gani. Kwa hivyo watumishi wa Mungu tujiangalie sana, kuanzia kwa mili yetu na hata kwenda hadi nafsini mwetu, naye Bwana atatubariki. Tujiepushe na mambo yote ya kidunia hii, naye Bwana atatuokoa, na Bwana akabariki aswa askofu, abarikiwe na watumishi wote ambao wamesikiza ujumbe huu wa usiku wa leo. Bwana wabariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Barikiwa sana mchungaji. Tunafurahi kuwa na wewe katika jina la Yesu. Asante. Nakuwa nakaribisha dada wetu Pauline. Pauline, karibu.
Dada Pauline, okay, anasema ako sawa, nashukuru. Brother Abu, karibu. Bishop Nyata, karibu. Bishop Nyata, kama uko karibu na mic, unmute. Okay, ni kama iko faa ama ni mtandao wake. Dada Rose, maybe you're in position to speak up. Rose Nekesa, karibu. Okay. Dada Masi. Masi. Sawa sawa. Dada Irene. Is okay, tunashukuru Mungu penye tumefika. Nitakuwa nakaribisha dada Susan, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa siku nyingine, na nashukuru Mungu sana kwa neno na baba na wote ambao wamekusanyika siku ya leo. Dangu niko na swali, kuna mahali sijaelewa hapo First Timothy 2 verse 12 hapo. Yeah. Hapo inasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, ina maana gani? Kumpatia mwanamke fundisho. Baba, unaweza jibu ama nijibu? Baba, kuna baba ama ameondoka? Okay, nitajibu. Neno la Bwana limesema katika ile Timotheo, ni Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari ule ni mstari wa 12, sivyo? Ndivyo umesema Susan? Okay, neno la Bwana linasema kwamba but I serve not a woman to teach nor to spread authority over the man but to be in silence. Msimpe mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Tumeambiwa hapo juu kwanza ajifunze kwa utulivu. 11 imesema kwamba mwanamke anajifunze kwa utulivu, katika utulivu akitii kwa kila namna. So kwa sababu mwanaume ndiye aliyetangulia kuumbwa, Biblia inasema kwamba, na ikasema kwamba utakuwa chini ya mwanaume. Kwa sababu 13 naye inamalizia ikisema kwamba kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa wa kwanza, nao Hawa baadaye. So it is just the protocol of God. Ilikuwa ni mpangilio wa Mungu kwamba kila mwanamke na mheshimu mumewe. So ukitaka kujifunza vizuri, naenda kajifunze kwa mumeo nyumbani. Na kwa sababu swala lako ni kwamba usimpe mwanamke nafasi ya kufundisha, si kwamba hatuwaruhusu wasifundishe, ila kwa sababu wanakuanga wengi sana wa maneno, alafu he cannot just give exact information ata multiply, because ndani mwake ameumbiwa ile uwezo wa kumultiply things. That is why Biblia tena inakataza wasihusikane katika mambo ya kusengenya, kwa sababu they never give right information, they normally add up, wanaongeza ujumbe. Kama nilikuona kwa barabara, anapokuja atasema tu nilikuona kwa barabara, ataongeza na lingine na lingine na lingine. So that is why Paulo anazungumza hapa akisema kwamba msimpatie mwanamke nafasi ya kufundisha, kwa sababu utulivu unakosekana, alafu ni wa haraka wa hasira. She is emotional. Most of the time women are emotional. So akikuwa na emotional atatusi, akiwa emotional atafundisha kwa hasira, na ndipo mara mingi unapata kwamba makosa kama haya yanafanyika. Natumai kama umenipata kwa hilo, dada Susan. Okay.
Hizo ndo sababu ambazo Paulo alikuwa anazuilia kwamba ile nafasi isifanyike. Kama kuna yoyote ambaye amebakia nimemfungia kwa nje, taomba kwamba unaweza ni mute ya mic ukatusalimia tunapomalizia mkutano. Mchera, uko karibu? Ni kama mtandao wake ulimtupa nje, ni sawa. Thank you, tunashukuru Mungu penye tumefika. Baba, nimeona upo. Yes. Kumekuwa na swali hapa nimelijibu kama vile nimeweza, kwamba mbona ilo mstari wa 12 wa Timotheo wa kwanza mstari wa mlango wa pili mstari wa 12 ambayo inasema kwamba msimpe mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kutawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Sijui kama unanyongeza yoyote hapo. Context vile ambavyo umejibu sahihi. Labda tu nyongeza ni kwamba nyakati za Paulo akinena na wanawake wa Corinth, wanawake hao wakati huo na masingara hayo iliyosababisha Paulo akawaonya na kuwanyamazisha, walikuwa wameingiwa na roho kutaka kuwatawala wazee. Walikuwa wameingiwa na roho ya kutaka kuwa kama vichwa vya nyumba badala ya kuwa nini, chini ili ya unyenyekevu wa uongozi wa wazee wao, maana wazee ndio wamepewa mamlaka na Kristo kuwa vichwa vya nyumba. So wanawake walikuwa wamejiinua kiwango kikubwa sana, na wakawa wamekuwa too much kuongea na kufanya vituko ambavyo havikuwa vinaleta utukufu kwa kasi ya Bwana. Kwa hivyo wakalazimika kuambiwa wanyamaze, wajifunze kama wana neno lolote ambalo hawajaelewa, hawajasikia, na wajifunze na wazee wao nyumbani kwa unyenyekevu. Wanyamaze kanisani, maana kanisani walikuwa wamefanya kanisa la Bwana. By that time kanisa la Corinth lilikuwa chaotic, lilikuwa so much chaotic kiasi ya kwamba ilikuwa imefika kiwango sasa hawawaheshimu tena wazee, na ndiposa walikuwa wanakwenda contrary na neno hilo hilo ambalo Mungu ananena katika kitabu cha nini cha Waefeso, akisema ya kwamba kichwa cha mwanamke ni mwanamume na kichwa cha kanisa ni Kristo. Kwa hivyo ulikuwa umejibu sahihi, ni kufanya tu kuongezea kidogo tu, lakini jibu ulilompatia liko sahihi, na Mungu akubariki. Asante baba, nashukuru. Amen. Penye wazee haparibiki chambo. Tunajibu, lakini kama wapo pia wanatimbidisha inakuwa vizuri. So asante, penye tumefika tunashukuru Mungu. Natumai kwamba sijafungia yawaye yote nje. Mungu awabariki, muwe na usiku mwema ulio baraka. Na dada zangu tufanye hivyo, maana kuna vitu ambavyo tumeviongelea kwa sana ambavyo kwa kweli ukiviangalia haviko sawa. Maana unapata kama tukiongeza hizo makeup, yani paka hata inakuwa ni kama ni mateso kwa mtu kulia. Hata ni swala la kulia ama kucheka ama jasho imekuchoma sana, jasho linateremka, hauwezi futa tu vizuri na kitambaa chako usoni. Unaona kwamba unaweka kitambaa hapo kwa macho kwenyewe, yani machozi hautaki yateremke. Jameni, jipe raha, jipe muda wako. Kama ni kulia, lia tu machozi yateremke. Wacha kujiteza kuwa kama slavery. Kuwa na muda wako. Kama ni kucheka, cheka. Yani unaogopa kucheka maana machozi yakiteremka yatarap nini yako. Ama ukipata na kakitu kamepita kwa uso, ukitaka kupanguza na handkerchief yako, itafuta makeup iharibu. Hiyo ni kifungo. Be yourself, because you are just being yourself is very important. Na uwezi struggle, lakini ukiiga inakuwa ni shida. Bwana tubariki sana na tuwe na usiku leo baraka. Nitaomba kwa ajili ya kutamatisha mkutano katika jina la Yesu Kristo. Tuamini wote na Bwana tubariki. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo, ni wakati ule mzuri wa usiku wa leo.
Neno lako Bwana umelituma nalo limefika. Tumelipokea Bwana kwa mioyo zote, na tunashukuru kwamba Bwana umetufunza yale ambayo tukuyafahamu, tumeyafahamu sasa. Tuomba kwamba utupe neema ya kuyashika na ya kutumia hili neno Bwana likakue hai kwetu katika jina la Yesu Kristo. Tuomba kibali kutoka kwako Mfalme, kwa maana Bwana mafundisho mengineyo ya dunia yalikuwa yametufurugika, yalikuwa Bwana yametusumbua kiwango kwamba Bwana hatukujua gani kweli na gani ni sahihi, lakini sasa tumesikia kutoka kwako na tunaenda kulifata katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana mabwana, tembelea kila na mmoja katika platform hii Bwana. Kuna wale ambao wamekuwepo na washatangulia kwenda Baba, naomba kwamba ukawakumbuke, ukawafikie katika kila hatima zao, wafikie katika kila mahitaji yao, kila chochote ambacho kimekuwa kikiwasumbua wafikie Bwana, waguze, waponye, watakaze katika jina la Yesu Kristo. Kila yote aliyekuwa Bwana na hali ngumu, kila yote alikuwa Bwana katika ugumu wowote ule, mtembelee katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwaminifu, neno lako limesema kwamba na kila aliitalo jina lako na ataokoka. Baba, ni wakati huu ni kwamba unaenda kuokoa kila na mmoja ambaye ametenga muda wake mwafaka ili Bwana akapata kusikia kutoka kwako. Baba, usimwache akawa kama alivyokuwa jana, wacha akakuwe mpya, wacha maisha yake yakabadilike. Aliyekuwa analia kwa sababu ya hali ya uchumi wake, fungua malango hayo katika jina la Yesu Kristo. We thank you Jesus because you're mighty, you're everlasting. Baba, isiwe kwamba tunaangalia tu fedha, tupe kibali. Tunapokuwa na kibali tutaenda mbali, kwa sababu Bwana pesa haziwezi tupeleka mbali, lakini tunapokuwa na kibali tutafikia wafalme, tutafikia hata mataifa za mbali kwa utukufu wa jina lako. Tubariki na kibali, tukakubalike kama Esa. Hakuwa na chochote, hakukuwa na pesa, lakini akakubalika na mfalme. Angepatiwa hata dunia yote mzima, angepatiwa ule ufalme, ni kwa sababu ya kibali chako. Tunaomba usiku wa leo kwamba mpatie kila na mmoja aliye katika platform hii kibali. Mpe dada Respa, mpe dada Miriam, mpe ndugu wetu Jeriot Paul katika jina la Yesu Kristo. Dada Damaris, mpatie kibali katika jina la Yesu. Mama wetu Karo, mpatie kibali. Ndugu Josephat, mpe kibali. Mchungaji wetu baba askofu, mpe kibali hata cha mataifa na kila sehemu kwa utukufu wa jina lako, akiwemo Bwana dada Susan, akiwemo Jehova dada Sara, akiwemo Jehova mchungaji Shema, akiwemo dada Masi, akiwemo dada Ellen na kila na moja baba Irene na pamoja ndugu Eric, wote Bwana na wakabidhi mbele zako, nikiomba kwamba neema yako Bwana ikafikie kila na mmoja. Baba, neema yako inatosha katika kila upande. Baba, tusamee kwa maovu yetu, utuzingire kwa wema wako wa kipekee katika jina la Yesu Kristo. Ututenge na damu ya ukoo, ututenge na kila mitego za adui zinukayo kinyume chetu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wetu, kwa maana Bwana ulivyosema kwamba tunakuita na utaitika. Baba, ni wakati huu usiku wa leo tunakuita, nawe Bwana tukaitikie, tutendee makubwa katika jina la Yesu Kristo. Ukasema katika Kutoka mlango wa 15 mstari wa 3 kwamba jina lako ni Bwana wa vita. Baba, tupiganie katika kila vita viinukaa kinyume chetu. Kuna watesi wetu wamesimama kinyume chetu. Ukasema katika Isaya kwamba Bwana watajikusanya, watakuja kama kamati moja, lakini Bwana Jehova swala lao halitatimilika, hautaruhusu lifanyike, kwa maana Bwana u pamoja nasi. Kila silaha iliyoundwa kinyume chetu na isifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Ukasema kwamba Baba, na hakuna siku ambayo tutapungukiwa, kwa maana Bwana u pamoja nasi. Tumekuita mapema hii, tumekuita usiku wa leo, siku ambayo inayokuja Baba, na ikabili mbele zako kwamba Jehova iwe nzuri, iwe yenye tutashangilia, tutafurahi ndani mwake katika jina la Yesu Kristo. Tuliokuwa tumepoteza kwa muda wa miaka 10, tuliokuwa tumepoteza kwa muda wa miaka 5, tunaenda kukipata hata na kesho, tunaenda kukipata katika mwezi huu wa 7 katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wetu, maana wewe ni mwaminifu. Uinuliwe na utukuke. Naombe wachungaji, naombe wainjilisti, naombe kila na mmoja, kila mtumishi wako popote alipo, na huduma ya FM yote kwa ujumla, kutoka juu mpaka chini. Baba, unaikumbuka kwa ujumla, na makanisa mengine yote yanayokuabudu katika roho na kweli. Baba, watembelee, wape nuru, wape mwangaza, wakakujua na wakakufahamu, na ni katika Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi naomba hata na kuamini. Amen. Asante Yesu. Barikiweni na muwe na usiku mwema ulio baraka. Tukumbuke maombi ya saa 6 katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bye bye.